Baada ya baba kugundua kuwa ndoa yao ni ya mchongo, anaagiza wawili hao waletwe nyumbani. Sasa walipofika tu kwenye jumba hilo, mtumishi mmoja anawaambia kwamba bibi alikuwa amepata shambulio la ugonjwa wa Alzheimer. Nana akawa shujaa kwa kutumia mbinu ya haraka ya kumgeuzia mawazo, jambo lililofanikiwa na kumfanya bibi atulie. Belan akaanza kumheshimu zaidi baada ya kuona alichofanya. Baada ya hapo, Belan akamsifu sana Nana na kusema kwamba alikuwa na imani kubwa katika uwezo wake wa kutibu ugonjwa wa Alzheimer. Hata hivyo, Nana alimweleza kwamba ugonjwa huu ni mgumu sana kutibu. Lakini alipokuwa anajiandaa kurudi kwenye shughuli zake, Belan alitaja jina lililomfanya ashtuke kabisa: Daktari X. Karibu moyo wake utoke kwa mshangao, na Belan kwa kujifanya kawaida akamuuliza kama alikuwa anamfahamu mwanasayansi huyo wa ajabu. Nana akameza mate na akijitahidi kujituliza akasema kwamba kila mtu alimfahamu yule mwanasayansi mwenye kipaji cha ajabu. Baadaye Belan alipendekeza waongeze muda wa ndoa yao ili familia isije ikashuku kwamba kila kitu kilikuwa maigizo. Nana kwa ujanja akamuuliza kama alikuwa ameanza kumpenda, lakini Belan akakataa haraka. Nana akakubali wazo hilo kwa sharti moja tu: apewe ruhusa ya kuingia maabara wakati wowote ili amalizie utafiti wake. Belan akalikubali sharti hilo bila kusita. Wakati huo huo, binamu yake Belan akaanza kuonyesha wivu uliopitiliza. Alipekua vitu vyake na akakuta mkataba wa ndoa yao, jambo lililomjaza hasira alipogundua kwamba binamu yake alikuwa amemnyang'anya mwanamke aliyempenda kupitia ndoa ya uongo. Kwa upande mwingine, Belan aliwasili maabara akiwa amebeba kisanduku cha chakula alichomwandalia mke wake. Nana akambana akimuuliza kama alikuwa anaangukia kwenye mapenzi kwa sababu kila siku alikuwa akimletea chakula. Belan akiwa hana ujanja akajitetea kwamba walipaswa kuendelea kuonyesha sura ya wanandoa wenye furaha mbele ya watu. Wakati huo, mama wa kambo wa Nana akampigia simu akidai kwamba alikuwa anawaalika yeye na mume wake kwenye chakula cha jioni, lakini Nana akakata simu usoni mwake. Dada yake wa kambo akaanza kulalamika kwamba mpango wao haukuwa unaenda kama walivyotarajia, lakini mama wa kambo akakataa kukata tamaa, akiapa kwamba angefaidika na ndoa hiyo kwa namna yoyote ile. Muda huo huo, mlango ukagongwa na binamu wa Belan akaingia akiwa amebeba zawadi nyingi. Mama wa kambo hakupoteza muda, akamtambulisha kwa binti yake ili kuona kama angeweza kumvutia. Baadaye, wakati wa chakula cha jioni cha kifamilia, Belan alimwambia baba yake kwamba alikuwa karibu kumpata Daktari X. Nana karibu akakabwa na chakula kwa hofu, na kwa haraka akasema huenda mtafiti huyo alikuwa ni mtu wa kufikirika tu. Lakini Belan kwa msimamo akasema kwamba alikuwa karibu ni nani aliyekuwa amejificha nyuma ya jina hilo. Baadaye Nana akaenda kumwona bibi ambaye akamuuliza kama kweli angeweza kumsaidia. Hapo ndipo Nana akafichua siri yake kubwa zaidi. Yeye ndiye Daktari X halisi, lakini alikuwa akiogopa watu kugundua utambulisho wake. Hapo simulizi likatuonyesha yaliyotokea mwaka mmoja uliopita. Nana alikuwa amerekodi video akiwa maabara akitoa taarifa nzito. Aligundua kwamba kampuni moja ya dawa ilikuwa ikiuza dawa ya Alzheimer iliyokuwa na madhara makubwa kwa wagonjwa. Pia alisema kwamba alikuwa akikusanya ushahidi, lakini alijua kwamba alikuwa akipambana na watu wenye nguvu sana. Akaacha onyo kwamba kama siku moja angekutwa amekufa, watu wasiamini kwamba alijua, kwa sababu angekuwa amenyamazishwa. Waliporudi kwenye wakati wa sasa, mfanyakazi mmoja akamjulisha Nana kwamba wale wanawake wawili wabaya walikuwa wamefika kwenye jumba la kifahari, na nani aliyewaalika ni yule binamu msaliti wa Belan. Nana alipowakabili mama wa kambo kwa unafiki, akasema kwamba alikuwa amekuja kwa amani kwa sababu binamu huyo alikuwa mgombea mzuri wa kumuoa binti yake. Pia akamuonya kwamba kama angewaibisha mbele ya familia, mwisho wa siku angejiharibia mwenyewe. Wakati wa chakula cha jioni, mama wa kambo alivaa sura ya mama mwema, akatoa hotuba ndefu akisema kwamba baada ya kifo cha mama yake, Nana ndiye aliyemlea na kwamba hakuwahi kukosa chochote. Lakini Nana alikuwa akiumia moyoni alipokuwa akikumbuka mateso yote aliyopitia mikononi mwa mwanamke huyo kwa miaka mingi. Alipokuwa karibu kupoteza uvumilivu, mume wake Belan akamshika mkono ili amtulize. Muda huo huo, msaidizi wa Belan akaingia akiwa amebeba zawadi nyingi, jambo lililomfanya binamu huyo karibu apasuke kwa wivu. Ili kuzidisha mambo, Belan akamwambia mama wa kambo, kwa kuwa unasema ulimpa kila kitu, basi nami nitafanya vivyo hivyo. Nitahakikisha mke wangu anapata kila kitu anachotamani. Maneno hayo yaliyofanya mama wa kambo na binti yake wachomwe na wivu, huku Belan akiendelea kumbembeleza mke wake. Walipobaki peke yao, Nana alimshukuru Belan kwa kumtetea dhidi ya wanawake hao wawili. Belan kwa upole
Baadaye akamwambia kwamba hakuwa amefanya kitu cha ajabu, bali alikuwa anatimiza wajibu wake kama mume. Lakini kabla mazungumzo hayajaisha, akamwambia kwamba alikuwa karibu kugundua anwani ya barua pepe ya Daktari X. Nana akaingiwa na hofu kubwa, akatoa kisingizio cha kwanza kilichomjia akilini na akaondoka kwa haraka. Alienda moja kwa moja kwenye ofisi ya mume wake na kuanza kutafuta faili lililokuwa na taarifa ambazo wachunguzi walikuwa wamekusanya kuhusu barua pepe ya Daktari X. Wakati huu katibu akaingia, akaacha faili mezani na kuondoka. Nana alipolifungua akakuta taarifa zote alizokuwa anazitafuta. Haraka akachukua karatasi hizo na kuziingiza kwenye mashine ya kusaga nyaraka, lakini mashine ikakwama. Ghafla Belan akaingia ofisini. Nana akajifanya kana kwamba hakuna kilichokuwa kinaendelea. Mara mashine ikaanza kutoa sauti. Kwa hofu kwamba Belan angegeuka na kuona, Nana alimkumbatia ghafla ili kumpotosha. Belan akadhani kwamba alikuwa anamtongoza, hivyo akambusu kwa busu la ghafla na Nana hakuweza kulikataa. Lakini muda huo huo binamu yake Belan akaingia ofisini. Kwa aibu, wawili hao wakajitenga haraka. Kumbe alikuwa amekuja kuleta ripoti mpya kuhusu Daktari X. Nana karibu azirai, akidhani kwamba juhudi zake zote zilikuwa zimepotea, lakini bahati ilikuwa upande wake. Taarifa hiyo ilikuwa ya uongo kabisa na haikuwa na uhusiano wowote naye. Akiwa amepumua kwa afueni, Nana akaondoka haraka ofisini. Baadaye binamu yake Belan akaanza kupitia ile ripoti halisi aliyokuwa ameificha. Hapo akagundua kwamba anwani ya IP ya barua pepe ya Daktari X ilitoka katika chuo kile kile ambacho Nana alikuwa anafanya kazi. Mara moja akaanza kushuku kwamba Nana anamfahamu Daktari X au alikuwa anaficha siri kubwa. Akiwa amejaa hamu ya kugundua ukweli, akaweka kifaa cha kurekodi sauti kwenye chumba cha bibi, akijua kwamba wanandoa hao walikuwa wakimweleza siri zao zote. Wakati huo huo, Belan alikuwa akiandaa chakula cha jioni cha kusherehekea mwezi mmoja tangu afunge ndoa. Muda huo msaidizi wake akamwambia kwamba mshirika wake wa biashara aitwaye Shin alikuwa amerudi kutoka nje ya nchi na alitaka kumwona, lakini Belan akakataa kwa sababu Shin alikuwa mpenzi wake wa zamani na hakutaka kumfanya mke wake ajisikie vibaya. Kwa upande mwingine, yule binamu msaliti alikutana na Shin ambaye kumbe alikuwa mwanamke mjanja na mwenye hila. Akimwonyesha picha ya mkataba wa ndoa ya uongo, binamu huyo akapendekeza washirikiane ili kuwavunja Belan na Nana. Shin alipendezwa sana na mpango huo na akaukubali, huku binamu akimweleza hatua kwa hatua jinsi walivyopanga kuiharibu ndoa yao. Wakati huo huo, Belan akampa Nana zawadi yake, kalamu ya kifahari iliyokuwa imechorwa jina lake. Zawadi hiyo ikamgusa sana moyo. Muda huo msaidizi akampigia simu akiwa na habari kubwa. Hatimaye walikuwa wamepata picha ya Daktari X. Kumbe alikuwa mwanamke, lakini picha hiyo ilionyesha mgongo wake pekee. Siku iliyofuata, binamu wa Belan akatokea akiwa amebeba kifurushi, huku akizungumza na Shin, akimwahidi kwamba angemkabidhi kile alichokuwa amemwomba. Kwa nia ya kuchochea ugomvi, akamwambia Nana kwamba zawadi hiyo ilikuwa imetumwa na mpenzi wa zamani wa mume wake kwa sababu bado walikuwa karibu sana. Akiwa amechukizwa, Nana akaenda kwenye kampuni ya Belan na kumkuta msaidizi akimpokea Shin mlangoni. Hapo ndipo alipogundua kwamba Shin ndiye mkurugenzi wa kampuni ya dawa inayotengeneza ile dawa hatari ya ugonjwa wa Alzheimer ambayo yeye alikuwa akiifanyia utafiti na kuifichua kwa siri. Wawili hao wakaingia pamoja kwenye ofisi ya Belan, ambaye karibu akakabwa na mshangao alipowaona wameingia pamoja. Shin akatabasamu akidhani kwamba Belan angekimbilia kumkumbatia, lakini badala yake Belan akamkumbatia mke wake, jambo lililomwacha Shin akiumia kwa wivu. Baadaye Belan alipoondoka kwenda kwenye mkutano, wanawake hao wawili wakabaki wakitupiana vijembe. Shin kwa kejeli akasema kwamba hakutarajia kuwaona Belan na Nana wakiwa wanapendana kiasi hicho. Nana akamjibu kwamba hicho hakikuwa chochote na kwamba ni bora Shin aache kujipa matumaini. Hapo Shin akagundua kwamba mpinzani aliyekuwa mbele yake hakuwa mwanamke wa kawaida wala mjinga. Baadaye Nana aliendelea na utafiti wake. Mara Belan akaingia na Nana kwa haraka akafungua programu iliyokuwa na masomo kuhusu mapenzi. Belan akabaki ameshangaa alipokiona. Kwa utani akamwambia kwamba angeweza kumpa masomo ya mapenzi binafsi. Nana akiwa na aibu akamfukuza nje ya chumba kwa kumwambia akaende kupumzika. Lakini Belan akarudi tena na ghafla akambusu, jambo lililomwacha Nana hana la kusema. Baadaye akampeleka kwenye sehemu yao ya siri yenye umuhimu mkubwa. Akamweleza kwamba yeye na binamu yake pekee ndio waliokuwa wanaijua sehemu hiyo kwa sababu bibi yao
yao alikuwa akiwapeleka huko tangu walipokuwa watoto. Nana, akitafakari yote yaliyokuwa yametokea, akakiri kwamba ilikuwa vigumu kuamini jinsi uhusiano wao ulivyokuwa umebadilika. Belan akamwambia kwamba sasa walikuwa pamoja kweli, hivyo ulikuwa wakati wa kuacha kufichiana siri. Ili kukamilisha tukio hilo, msaidizi wake akawasha mshangao aliyokuwa ameandaa kwa ajili ya bosi wake. Anga likang'aa kwa fataki nzuri na wawili hao wakashikana mikono huku wakizifurahia kama wanandoa waliopendana kweli. Siku iliyofuata, Nana akiwa amejificha, alimuita msaidizi wa Belan na kumuuliza kama alikuwa amempatia kile alichomwomba. Msaidizi huyo akamkabidhi daftari lililojaa taarifa kuhusu Belan, likiwa na mambo anayopenda, tabia zake na siri zake. Muda huo Belan akawakuta. Aliposoma baadhi ya mambo ambayo msaidizi alikuwa ameandika, kama vile kwamba alikuwa anasimulia utani mbaya sana, akakasirika. Kwa hasira akasema kwamba alikuwa akitafuta mkurugenzi wa mradi mpya nchini Afrika Kusini, na msaidizi huyo alionekana kufaa sana kupata tiketi ya kwenda huko bila kurudi. Maskini yule msaidizi akaingiwa na hofu, huku Nana akisimama upande wa mume wake, ingawa alijua alikuwa anatania tu. Wakati huo huo, binamu wa Belan akamwonyesha Shin rekodi ya sauti aliyokuwa ameipata kupitia kifaa cha kurekodi sauti alichokificha kwenye chumba cha bibi. Katika sauti hiyo, Belan alikuwa akisema kwamba hali ya bibi ilikuwa imezidi kuwa mbaya kwa sababu ya dawa ya Shin, na kwamba Daktari X ndiye mtu wa kwanza aliyetoa onyo kuhusu hatari ya dawa hiyo. Binamu huyo, akiwa na hamu ya kuunganisha vipande vya fumbo, akaenda kutafuta taarifa kutoka kwa dada yake wa kambo wa Nana. Hapo akagundua kwamba Nana aliwahi kufanya mafunzo yake ya kazi katika kampuni ya Shin. Mara moja akaanza kushuku zaidi. Muda mfupi baadaye, mkurugenzi wa chuo akampigia Nana simu kumjulisha kwamba kuna mtu alikuwa amevamia maabara. Nana akakimbia pamoja na Belan kuelekea huko. Walipoikagua maabara, ilionekana kana kwamba hakuna kitu kilichokuwa kimeibiwa. Waliporudi kwenye jumba la kifahari, Belan akamwonyesha Nana ripoti ya polisi iliyothibitisha kwamba hakukuwa na wizi wowote. Hata hivyo, Belan aligundua kwamba Nana alikuwa bado ameogopa sana. Akamuuliza kama kulikuwa na jambo lolote ambalo alikuwa anaogopa sana watu kuligundua. Lakini Nana akakwepa swali hilo kwa kusema kwamba hakuna tatizo lolote. Muda huo binamu yule mnafiki akatokea. Nana akajitahidi kujifanya yuko kawaida. Binamu huyo akawakumbusha kuhusu sherehe ya siku ya kuzaliwa ya bibi, lakini mara tu alipoondoka, Belan akamkumbatia Nana na kumhakikishia kwamba siku zote angekuwa upande wake. Kile ambacho wawili hao hawakujua ni kwamba binamu huyo alikuwa akiwafuatilia kwa siri. Kumbe ni yeye aliyekuwa amevamia maabara na kuiba video ambayo Nana alikuwa ameirekodi akifichua hatari ya dawa hiyo. Baadaye familia yote ilipokusanyika, baba wa Belan akaanza kuzungumza kuhusu ufadhili wa masomo wa siri ambao bibi alikuwa akiwapa wanafunzi wenye vipaji vya udaktari kwa miaka mingi. Hapo ndipo Nana aligundua kwamba mfadhili aliyelipia masomo yake yote chuoni alikuwa ni bibi huyo. Baada ya hapo, akazungumza na mume wake na kumwomba apewe wiki 2 za kujifungia maabara ili amalizie utafiti wake. Akamwahidi kwamba mara tu atakapomaliza, angemweleza ukweli wote bila kuficha jambo lolote. Belan akakubali kumpa muda huo, lakini akamkumbusha kwamba asisite kumwomba msaada ikiwa angeuhitaji. Wakati huo huo, binamu wa Belan akampeleka Shin kwenye ile sehemu ya siri aliyokuwa akiifahamu pamoja na Belan. Huko akamweleza nadharia yake. Alikuwa na uhakika wa 100% kwamba Nana ndiye Daktari X. Mpango wake ulikuwa kutumia siri hiyo kuiharibu ndoa yao. Aliamini kwamba Belan akigundua kuwa mke wake alimficha siri kubwa kiasi hicho, angemwacha mara moja. Baada ya hapo, Belan akapokea barua iliyokuwa na ile picha ile ile, lakini safari hii ikiwa na ujumbe uliosema, mke wako ndiye Daktari X. Baada ya kuunganisha vipande vyote vya fumbo, hatimaye Belan akathibitisha kwamba mtu ambaye alikuwa akimtafuta kwa muda mrefu alikuwa ni mke wake mwenyewe. Hapo ndipo sehemu ya pili inaishia. Je, siri zote zitafichuka na Belan pamoja na Nana watabaki pamoja? Usikose sehemu ya 3 na ya mwisho. Asante kwa kutazama.